Habari gani Mwanakeo TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Waswahili wana kauli yao moja ambayo inasema kuishi kwingi kuona mengi. Hili hapa limeweza kuzua gumzo sana katika mitandao ya kijamii mara baada ya vyombo mbalimbali vya habari kuchapisha kwamba Mwabukusi atua Arusha kuongeza nguvu ya kampeni ya Mama Samia. Lakini chombo kingine cha habari pia kikaripoti kwamba Makonda na wakili Mwabukusi waungana kutatua changamoto za kisheria Arusha. Lakini pia Jericho Nyerere hajawa nyuma, ameamua kuingia katika mtandao wa Twitter na kutwiti kwa jaziba kweli. Anasema unaweza usiamini macho na masikio yako ukiambiwa huyu ni Mwabukusi, yule anamjua kumkosoa mkuu wa serikali aliyekuwa akishambulia serikali ya Samia kwa lugha kali, hadi ukimsikiliza unang'ata meno na kushika akatukana kidogo hapo muda wote akizungumza. Lakini pia Jericho Nyerere pia ameendelea katika sehemu ya comment section kwa kuendelea kuandika kwamba Mwabukusi aliungana na magenge ya kumtukana Mbowe, akisema Mbowe amelambishwa asali na Samia, akishinikiza kwamba Mbowe atolewe madarakani kwa hiari au kwa lazima. Kweli Mbowe akatoka, anaendelea na biashara zake, hana njaa kabisa. Lakini Jericho Nyerere anasema Mwabukusi ni mwanasheria na ni rais wa chama cha wanasheria nchini. Anajua wazi kwamba nchi yetu ina wizara ya katiba na sheria. Rais Samia alitakiwa kutumia wizara husika kutueleza wajibu wa wizara hiyo kwa umma kuliko kuunda vikundi vya kutatua matatizo ya kisheria nje ya mfumo halisi wa kisheria nchini ambao ni wizara. Rais kuunda vikundi vinavyoitwa Samia Legal ni kufanya siasa za kampeni, sio kuendesha nchi. Jericho Nyerere pia kaendelea kusema TLS ya Mwabukusi walipaswa kumshauri rais kuelekeza nguvu kwenye wizara na sio kuimega wizara hiyo ili kutengeneza ulaji wa vikundi vichache, huku akiacha wizara ikisinzia tuna kumbambikia makesi watu wa hovyo. Wajibu wa kurejesha rais kwenye mstari ni Mwabukusi wa TLS yake, lakini anashiriki kuvunja utaratibu. Leo yule Mwabukusi huyo hapo anakula na kusaza mezani na mama yake na kaka yake. Pesa ni kitu hatari sana. Acha kupigania haki kama bado una njaa, utawakwaza wanaokuamini bure. Tafuta pesa, miliki uchumi, ndipo ujinasibu kuwa mpigania haki. Nje hapo wewe ni kibaraka na mlamba asali halisi. Hayo ni maneno ambayo Jericho Nyerere ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter, akikosoa kile ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii, kikimuonesha Mwabukusi akiungana pamoja na mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda, wakiwa wameungana pamoja katika kutatua matatizo ya kisheria au changamoto za kisheria katika mkoa wa Arusha, lakini pia wakiwa wameungana pamoja katika kuhakikisha kupiga kampeni za Mama Samia. Hayo yamekuwa ni mambo ambayo yamezua gumzo kweli katika mitandao ya kijamii, hasa katika mtandao wa Twitter. Lakini watu wamekuwa na maoni tofauti katika mtandao wa Twitter. Kwa kwanza namuona anaitwa Lucian Boy, anasema yani aache kutoa msaada wa kisheria, kisa ni alikuwa anakosoa. Yani mnataka siasa za chuki na ubaguzi. Hapa ndipo mnaposema Mbowe alikuwa sehemu mbaya sana kuzungukwa na watu kama hawa. Lakini pia Mbise anasema Samia Legal ID ni jipu haina tofauti na bango la matangazo la Mama Samia. Hawa watu wote wameathirika na mfumo mbovu wa CCM. Yani yametengeneza yenyewe, halafu yanatatua utafikiri tatizo limetengenezwa na upinzani. Rais wa TLS siwezi kumsema, maana sijui TLS inajiendesha, sijui kama inajiendesha.
Pam Belinda anasema nilichojifunza hivi karibuni, watu wengi wanaojiita wanaharakati ni wabinafsi, wasakatonge na wana IQ sana. Haya yatosha, wajieleze. Siwezi kusoma, yametukana kidogo. Lakini pia Jafet Mbaga anasema kama hakati pembeni, nikimlinganisha na Mwabukusi na Jericho, bora Mwabukusi aliamua kula nguruwe na kuchangia aliyenona hadharani, sio wewe na timu yako mkilagai wasifu Chadema, akumbe mnavuta mkwanja kwa mlango wa nyuma kutoka mboga. Think Big anasema sasa kwani yeye ni nani na si rais wa chama kilichohusika na sheria? Kwa hiyo unatakiwa taasisi ihusike na nini? Au hapo ameenda kupiga kampeni ya Samia, au ameenda kusaidia wananchi wa Tanzania? Na kwa hiyo taarifa imeandikwa, umeandika wewe au ni vyombo vya uchwara? Nchumali anasema siasa zako ni siasa mpirisi. Samia Legal Aid ni huduma inayohusika kisheria na Mwabukusi ni kiongozi wa chama cha wanasheria. Katika hiyo kampeni ni mwanasheria ndio wanahudumu. Kama kuna udhaifu upi kwa Mwabukusi kuhudumu kwa nafasi yake? Siasa mfilisi kabisa. Lakini pia John anasema akili huna kabisa. Nyama, pombe na pesa za bure zimekuathiri kwa kiasi kubwa kichwani, umebaki mweupe. We mbona hatukuoni kwenye harakati? Yani hauoni. Ametokana kidogo soma. Lakini pia Iku anasema ni chuki binafsi, kisa hakuna upande wa Mbowe, kwa maelezo ukiyasoma hapo. Lakini Peter Elnes anasema Nyerere, wewe ni mtu mkubwa sana, kwa nini unapenda kuposti mambo ya kitoto hata kama wewe ni jasusi? Lakini sio hivyo bosi. Kumbuka Mwabukusi anatembea na kofia ya TLS, hatembei kama yeye. Lakini hapa Mfugua anasema kwa hiyo ulitaka asimamie majukumu yake? Mbona wewe unajifanya Chadema lialia, hujawahi tokea kwenye maandamano yoyote yale aliyoitisha Mbowe? Lakini Elia anasema na wasiokuwa ameandika tofauti, ameandika matusi kidogo hapo siwezi kusoma. Blackwell anasema asali kutoka Tabora haijamwacha mtu salama. Lakini Makoto anasema ametukana, siwezi kusoma hii hapa, ametukana sana. Vazi Takatifu anasema ni kwamba Mwabukusi kwa upande wake alipiga vita sana mpinzani kuwa karibu na serikali. Aliona kama huyu ni mtu ni mhaini, yamefika kwake, kaona ni kawaida kabisa. Kwanza ni vitu hata ikiwa upinzani ukaona kujitenga na serikali, wewe ndo bingwa hapo, hakuna kitu. Lakini Mgose anasema wengi mnakariri kwamba TLS ni moja kwa moja ni sehemu ya Chadema, that is why vilio kila kona, asile kunjia. SMS yake haijaeleweka. Lakini pia Alsheli anasema hapa shida sio Tanganyika Laws wala Mwabukusi, shida ni kwamba Mbowe hakuungwa mkono kwenye uchaguzi wa chama. Ni wazi Chadema kuwa na watu kama akina Jericho Nyerere ni tatizo kubwa. Lakini Asira anasema nilikuwa nimeanza kusoma kwa makini, nilipoona umeweka Mbowe nikaacha kusoma, nikajua tu bado hujapona, uchaguzi ulishaisha, move on. Lakini hapa namuona Kunta Kinte anasema harakati sio wadui. Menta wako Mbowe aliwahi kusema yupo tayari kumlamba miguu Samia, lakini hakuwahi kusema kitu, acha unafiki. Lakini April anasema Mwabukusi ni mwana mtaalam
na mwajibikaji wa wananchi na taifa. Kuna ujumla sio mpinzani wa TLS, ni chama cha kitaaluma na si tawi la siasa kama wengi mnavyodhani na kumtaka awe hivyo. Deogratias anasema wrong perception, yani ulitaka kuwa position yake isifanye kazi kushirikiana na serikali. Lakini hapa Alislot anasema wewe ametukana siwezi kusoma. King JR anasema ninyi mnazingua ko ukiwa unakosoa upasi kuungana na serikali yako kusaidia watu aise. Wananchi tuna akili timamu, the same goal kimetolewa kusaidia chama, bado mnaongea asa mnataka nini? Lakini M anasema ndio maana tunasema mmelamba asali, lazima muwe na maneno ya shukrani kwa waliokulambisha. Lakini Mtunzi anasema haikuwa na haja kuweka neno mboya hapo, unaweza ukawa na hoja nzuri tu, lakini kitu kidogo kinapunguza max. Lakini wa mwisho hapa namuona anaitwa Isavinda anasema Jericho, kwani kuikosoa serikali ni kuwa na wadui na watu. Wa mwisho ni Donald Maziko anasema kuna tatizo gani ukifanya kazi ya sheria? Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yameweza kutoa katika mtandao wa Twitter kwenye chapisho ambalo Jericho Nyerere aliweza kuandika katika mtandao wa Twitter akimkosoa Boniface Mwabukusi, rais wa mawakili Tanganyika, kushirikiana na mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda kuhakikisha kutatua changamoto za sheria katika mkoa wa Arusha. Jina langu ni Dio wa KUTV. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.